nasi moyoni mwetu. Tuendelee kitabu cha Mtume Yohana 3:1-5. Amen. Katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 1. Biblia inasema kwamba basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku akamwambia, Rabii, twajua ya kuwa wewe mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe, isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Yesu akajibu akamwambia, Amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu, Amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Amen. Bwana asifiwe. Huyu ni Yesu wakati alianza kulinena neno, wakati alianza kazi ya kukomboa nafsi zetu, na wakati alikuwa akitembea kwa Wayahudi na Wayunani, akaenda akiguza walio wagonjwa na walikuwa wakipona, akaenda akakomboa waliosukumwa na kukosa nguvu na kuwaweka nguvu. Na kukawa mtu mmoja aliyekuwa kuhani, na huyo mtu alikuwa Myahudi. Ni mtu ambaye alikuwa akiishi katika nyumba ya Bwana, na alipoona haya mambo akatafakari na akashangaa na akaasikia ya kwamba kuna jambo iliyo ndani ya Yesu ambaye ni ufalme ambaye hauelewi, na anaona huu ufalme una utulivu, huu ufalme una urithi. Na akamuuliza Yesu, mtu anaweza aje kufanya nini ili akaweze kurithi ule ufalme wa mbinguni? Na ndipo Yesu alimwambia, usipozaliwa tena, haleluya, na maji na Roho, huwezi ukaupokea ule ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo Yesu alikuja amebeba ufalme wa mbinguni, alikuja kutu introduce to the kingdom of God. Na kwa hivyo akamwambia, mimi nitakuonyesha jinsi ya kuweza kuingia katika huu ufalme. Ni lazima ubatizwe na maji na Roho, na ni lazima ufe katika maisha yako ya dhambi. Ni lazima ukuzaliwe mara tena. Yeye hakuelewa, alikuwa anafikiri ni kuzaliwa physically, lakini Yesu akamwambia, usipozaliwa na maji na Roho huwezi ukaupokea ufalme wa mbinguni. Hapa tulikuwa tunataka kuona tu jinsi ya ufalme wa mbinguni. Hapa ni mahali tunapomjua Yesu, ni lazima tukubali kufa. Bwana asifiwe. Ni lazima tukufe katika dhambi, ni lazima tuzaliwe tena, ni lazima tuwe kiumbe kipya ili tukaweze kupata ufalme huu. Na Yesu akasema wakati alikuwa anaenda, ninaenenda kwa Baba mbinguni na ninaenenda kuwajengea makao. Kwa hivyo kuna sehemu yako ndani ya ufalme, na ndipo Yesu alikuja akakupeleke katika urithi wako. Bwana asifiwe. Kwa sababu Bwana alimtuma Yesu ili akarejeshe watu katika ufalme wake, maana walitoka kwenye ufalme wake. Yeye ndiye alisema kwenye ufalme, na acha tukawatengeneze watu, tukawaume watu waliofanana na sisi. Tulitoka katika mfano wake, katika ufalme wake, dhambi ikatutenga, na kwa hivyo Yesu akaja kuturejesha. Kwa hivyo sisi tunapompokea, tunapokea ufalme wa Bwana katika jina la Yesu. Amen. Kitu kingine ningetaka tuone wakati tunaingia, yani tunaokolewa na kuwa wa Kristo, tunaokolewa na kuwa wa Yesu. Yesu akiwa ndani ya moyo wetu, tunapata sonship, ama tunakuwa wana wa Mungu. Bwana asifiwe. Wana wa Mungu ni warithi wa ufalme wa Bwana. Hatuko kwa ufalme wa Bwana kukaa kama wageni na wasafiri, lakini tuko pale kwa urithi wa ufalme wa Mungu. Chochote kilio cha Mungu Bwana amekuachilia ukaweze kurithi, na ni ila tu
ukiweza kumjua Yesu na Yesu akiwa moyoni mwako. Na kwa hivyo ningetaka tusomewe katika kitabu cha Wagalatia 3, tusomewe mstari wa 26 na 27 ili tuweze kuona vile tunapata kujishikanisha na kuwa pamoja na Yesu, tukawe warithi pamoja na yeye. Maana unapomjua mara moja hiyo unakuwa mrithi pamoja naye. Haleluya. Some Wagalatia 3, kitabu cha Wagalatia sura ya 3 mstari wake wa 26. Biblia inasema kwamba kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmevaa Kristo. Hapana Myahudi wala Myunani, hapana mtumwa wala huru, hapana mtu mume wala mtu mke, maana nyinyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo. Na kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawasawa na ahadi. Amen. Haleluya. Biblia inasema kwa sababu ya imani. Haleluya. Sisi nasi tumekuwa wana pamoja na Kristo, maana tumeshikanishwa na Kristo katika jina la Yesu. Na kwa hivyo Biblia inatuambia ya kwamba sisi ni warithi pamoja na Kristo. Haleluya. Hebu tusomee mstari huo wa 26 tena. Mstari wa 26 inasema ya kwamba kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo. Sisi sote tumekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani, maana imani ni yake Kristo. Faith hutoka kwake Yesu. Na kwa hivyo tunapopata imani na kumwamini Yesu, tunakuwa wana pamoja na Kristo. Sema inasema ya kwamba kwa maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmevaa Kristo. Sisi tayari tulipobatizwa ama tulipooshwa na damu ya Yesu Kristo. Kubatizwa na Kristo ni kuoshwa na damu ya Yesu Kristo. Kwa hivyo sisi tayari tumekuwa wana pamoja na Kristo. Endelea kidogo ndugu. Inaendelea kusema kwamba hapana Myahudi wala Myunani. Sikia, hakuna Myahudi wala Myunani. Wewe kutoka siku ya leo, haijalishi wewe ni nani, unapooshwa, unapobatizwa na Kristo na damu ya Yesu, unakuwa kitu moja pamoja na Yesu. Haleluya. Hapana mtumwa wala huru. Hakuna aliye mtumwa wala aliye huru. Hapana mtu mume wala mtu mke. Hakuna mtu mume na mke. Maana nyinyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo. Sisi zote tumekuwa kitu moja katika Kristo. Tunapooshwa na damu ya Yesu, sisi sote tunakuwa kitu moja ndani ya Kristo. Na kwa hivyo sisi na Kristo tunakuwa kitu moja. Malizia hapo. Na kama ninyi ni wa Kristo, na kwa hivyo kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu. Haleluya. Na warithi sawasawa na ahadi. Haleluya. Mmekuwa wana wa Ibrahimu. Kwa hivyo ninyi ni wana wa maagano ya Bwana, wana walionenwa sauti yao na Mungu kale hata kabla ya dunia kuumbwa. Na kwa hivyo nyinyi ni warithi pamoja na Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo tunapompokea Yesu, tunapokea mamlaka yote iliyowekwa juu ya Yesu. Tunapokea nguvu zote zilizowekwa juu ya Yesu. Tunapokea ufalme wa Bwana wetu tukiwa wana wa Mungu wetu katika jina la Yesu. Na kwa hivyo tuna mambo mengine tunayopokea. Tunapokea ya tatu, tunapokea new creation na tunapata power and authority. Sisi wakati tumepokea Yesu, tunakuwa wapya, tunatengenezwa upya, tunaumbwa upya. Tunakuwa sisi sio wale wa kale, lakini sisi ni wapya ndani ya Yesu. Yesu anapotazama, Mungu anapotazama, anaweza kututofautisha, maana sisi tumevikwa nguo ya utukufu. Sisi ni wapya ndani ya Yesu. Na ningetaka tusomewe kwa haraka sana katika kitabu
Wakorintho wa pili, kitabu cha Wakorintho wa pili, ndugu yangu, hapo 5:1 hadi 3. Sisi tayari tunapooshwa na damu ya Yesu, tunapomwamini Yesu Kristo, tunakuwa viumbe vipya. Kwa hivyo tunajikuta katika hali mpya ya Bwana. Tunapokea vitu ambavyo hatukuwa tunapokea. Tunanena lugha hatukuwa tunanena. Tunatembea mahala hatungeweza kutembea. Tunapokea feva ambayo haikuwa yetu, kwa maana sisi ni viumbe vipya. Hebu tusomee Wakorintho wa pili 5:1 hadi 3. Amen. Waraka kwa Wakorintho waraka wa pili kwa Wakorintho sura ya 5 mstari wa 1. Biblia inasema kwamba kwa maana tunajua ya kuwa nyumba ya maskani yetu iliyo ya dunia hii ikiharibiwa, tunalo jengo litokalo kwa Mungu, nyumba isiyofanywa kwa mikono, iliyo ya milele mbinguni. Maana katika nyumba hii twaugua, tukitamani sana kuvikwa kao letu litokalo mbinguni, ikiwa tukiisha kuvikwa hatutaonekana tu uchi. Kwa sababu sisi tulio katika maskani hii twaugua tukilemewa, si kwamba twataka kuvuliwa, basi kuvikwa, ili kitu kile kipatikanacho na mauti kimezwe na uzima. Haleluya, Bwana asifiwe. Hapa mnenaji ananena ama mitume wanatuambia ya kwamba wakati tumeoshwa na damu ya Yesu tunakuwa kiumbe kipya, na anasema hema yetu iliyotujenga ya kale inaporomoka na tunajengwa na hema ingine ambayo sio hema ya mikono ya binadamu, ni hema iliyotengezwa na mkono wa Bwana. Mahali tutaishi, mahali tutakuwa urithi wetu, ni hema itakapotengenezwa kwa mkono wa Bwana. Na kwa hivyo hema hii ni kukwisha, itakwisha. Na kwa hivyo tutakuwa katika hema ya Bwana, tutakuwa katika kivuli cha Bwana, tutakuwa katika baraka za Bwana, hata tutakuwa katika uridadi wa Bwana. Na kwa hivyo Mungu anakuwa sehemu yako uendapo na urudipo, kwa maana yeye ndio amekuzingira. Bwana asifiwe. Maana anapokujengea hema kwa mikono yake, mahali unaishi ni katika kuzingirwa na Mungu. Unakaa kwa kusudi lake, unakaa kwa maagano ya neno lake. Na kwa hivyo pale anasema tunaugua tukitamani kuvishwa, tukitamani wingi wa neema ya Mungu. Pale tunakaa pale kwa tamanio ya zaidi na zaidi ya neema ya Bwana. Na kwa hivyo neno la Bwana linasema unapomjua Yesu, hema yako ya kale, mambo yaliyokujenga, jina ulikuwa unaitwa, vile ulilinganishwa, hiyo ni kukwisha, itakwisha. Maana Bwana atakujengea hema ambaye ni hema haijengwi na mikono ya binadamu. Miti yake haipatikani kwa binadamu. Kwa hivyo hakuna mtu atakayeweza kuibomoa, maana mwenye kujenga ndiye anaweza tu kuibomoa. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo tunaishi katika nguvu na wema wa Mungu, tukiwa tumezingirwa na hema mpya, tukiwa tumezingirwa na utukufu mpya. Na kwa hivyo pale nguvu za Bwana zinatutamarakia pale, tukiwa tumezingirwa na wema wa Mungu. Kwa hivyo mtu aliye na Yesu amezingirwa na wema wa Mungu. Chochote kilio chake kimetokomea, na kwa hivyo Bwana anakuachilia kusudi lake. Uendapo unaenenda na Bwana, upitapo unapita kwa Bwana. Matarajio yako hulindwa na Mungu, upendo wako ubarikiwa na Mungu katika jina la Yesu. Njia zako zote zinaenenda katika mipango yote ya Bwana, kwa sababu tayari ulimpokea Yesu, ukapokea new creation, ukapokea nguvu za Bwana, ukapokea wema wa Mungu. Kwa hivyo watu walio na Yesu ni watu wa kusema, mimi sio kama wajana, mimi sio kama vile uliokuwa unanijua, mimi sio wa kawaida. Hata wakati unaenda
mbele za Mungu, jua wewe sio mtu wa kawaida. You have access. Bwana asifiwe. Una njia ya kumuita baba yako na akakutenda mema. Tunatazama hata familia zetu za dunia hii. Mtoto wako anapokuja mbele yako hafanani na mtoto wa jirani. Bwana asifiwe. Anapokulilia, kilio hicho sio kilio kama ya mtoto wa jirani. Anapokuita, sauti hiyo haiwezi kufanana na mtoto wa jirani. Unapomuanza, huwezi ukamuanza kitu moja na mtoto wa jirani. Na kwa hivyo nataka nikwambie, unapokuwa na Yesu, jua sio hisia tu, sio upendo tu, sio baraka tu, lakini mambo mengi yametendeka ndani ya maisha yako. Na kwa hivyo ni watu tunastahili kuwa rai, tuinuke na tuangae na tupokee nguvu na mamlaka ya Bwana. Kitu kingine cha muhimu ambaye tulipokea tulipompata Yesu, na hiki kitu kilinenwa na Yohana. Maana Yohana alipokuwa akihubiri na akitengeza njia za Bwana za ukombozi wa roho zetu, alisema ya kwamba yeye anabatiza tu na maji ili watu waweze kutubu dhambi zao, waweze kufungua milango yao, waweze kutakazika na kumngojea Bwana. Lakini akamwambia Yesu yule ninayenena habari yake, atakapokuja yeye hatabatiza nyinyi na maji, yeye atawabatisha kwa moto. Haleluya. Na kwa hivyo hapa ndio ninataka niwaambie, tunapompokea Yesu tunapokea nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Kwa maana Yesu alikuja ili tupokee ubatizo wa moto. Bwana asifiwe. Ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ninaponena habari ya Roho Mtakatifu namaanisha nini? Namaanisha Roho wa Yesu Kristo na Roho wa Mungu Baba. Bwana asifiwe. Chochote kilio mbinguni, kila chochote unakifahamu kupitia Roho Mtakatifu. Maana Roho Mtakatifu anajua mbinguni, anaelewa kila kitu, maana yeye ni Mungu pamoja na Bwana. Na kwa hivyo yeye ndio anatuleta karibu, yeye ndiye anatuonyesha njia, yeye ndiye anatusaidia, yeye ndiye anatushauri ili tukaweze kuishi katika mipangilio na wema wa Mungu. Na kwa hivyo benefit ambaye ni benefit moja ambaye ni nzuri na ya kutamani ni kwamba tuko na Roho Mtakatifu ndani yetu. Bwana asifiwe. Atatushauri njia, atatuongoza vile tutaenenda, na atatuonyesha nguvu na upendo wa Mungu, na mipangilio yote ya Bwana ataturejesha na kutuonyesha. Na kwa hivyo ningetaka tusome kitabu cha Yohana 1 mstari wa 4 na hadi 8 ili tuweze kuona Roho Mtakatifu kwa njia nzuri katika jina la Yesu. Haleluya. Tusome kitabu cha John 1:4 up to 8. Amen. Katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 1 mstari wa 4, Biblia inasema ya kwamba ndani yake ndimo ulimo kuwemo uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza haikuiweza. Alitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Huyo alikuja kwa ushuhuda, ili ashuhudie ile nuru, wote wapate kuamini kwa yeye. Huyo hakuwa ile nuru, bali alikuja ili ashuhudie ile nuru. Kulikuweko nuru halisi, amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Alikuweko ulimwengu, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuweko, wala ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Haleluya. Wale waliaminio jina lake. Haleluya. Huyu ni Yesu. Yohana akanena habari ya Yesu na akasema alipokuja alifanyika kuwa nuru. Bwana asifiwe. Alipokuja alikuwa kifunguo cha watu na akanena mambo inayoeleweka, maana nuru inakuangazia mambo yote unayotarajia. Yeye akafanyika nuru. Wale
waachilie mbele zake, wakawafanyika kuwa wana wa Mungu katika jina la Yesu. Yesu alipoingia kwanza aliangaza giza mahali popote kulikuwa na giza. Bwana asifiwe. Aliwaachilia baraka, aliwaachilia mwanga wa Mungu juu ya watu wa Mungu. Maana giza inaletwa na dhambi. Maana dhambi inakufunikia usiweze kuona baraka zako. Na kwa hivyo Yesu akakuja akafungulia waliokuwa wamefungwa na dhambi zao, ili wakaweze kuwa na huru, wakaweze kuwa huru, wakaingie katika baraka za Bwana katika jina la Yesu. Na kwa hivyo hapa ndio tunaona ya kwamba waliomwamini, waliomjua na kumwamini, hawa ndio waliompokea na wakaweza kubatizwa kwa Roho Mtakatifu, wakaweza kubatizwa kwa nguvu za Bwana, wakabatizwa na wema wa Mungu. Kwa hivyo Roho Mtakatifu akawa sehemu yao, na tunamwona Yesu hata wakati alipotoka duniani, yeye hakutuacha yatima, yeye hakuacha wateule yatima. Aliwaachia roho wa wema wa Mungu, roho wa utukufu wa Mungu, roho wa mwanga wa Mungu, roho wa ushauri wa Mungu. Na kwa hivyo sisi tulio na Yesu tuko na urithi wa Roho Mtakatifu ndani yetu. Na kwa hivyo alipoleta nuru na watu wakamwelewa na wakajua nguvu za Bwana, wakaelewa sehemu zao na urithi wao, wakapokea nguvu za Mungu kupitia Roho Mtakatifu. Kile kinaweza kutufanya tuweze kumwelewa Mungu ni kupitia ushauri wa Roho Mtakatifu. Kile kitu kinaweza kutushikanisha pamoja na Bwana na ukuu na mtiririko wa wema wake ni Roho Mtakatifu. Maana Roho Mtakatifu ndio anatuweka sawa mahali tunastahili kusimama, ili Mungu akaweze kutubariki. Yeye ndiye anatuweka sawa mahali tunapopokea matarajio yetu na ahadi zetu mbele za Bwana katika jina la Yesu. Na kwa hivyo ni mengi ambayo tunapokea tunapompokea Yesu Kristo. Na kwa hivyo ningetaka tukimalizia tuone vile tunaweza kupokea neema ya Bwana, tunayoweza kupokea hekima na tunayoweza kupokea kuelewa, knowledge and wisdom kukaa juu ya Bwana. Maana katika Mungu kuna ukuu, kuna neema, kuna wema na utukufu mwingi, na tusipoelewa hatuwezi tukatembea na kuingia katika agano zetu. Na kwa hivyo tunapomjua Yesu tunapokea neema na tunapokea hekima ya Bwana. Kwa hivyo ningetaka tuende katika kitabu cha Wakolosai, Colossians chapter 2 verse 6 and 7. Wakolosai 2. Hallelujah. Kitabu cha Wakolosai 2 mstari wa 6. Amen. Katika kitabu cha Wakolosai, waraka kwa Wakolosai sura yake ya 2 mstari wa 6. Biblia inasema kwamba basi kama mlivyopokea Kristo Yesu, kama vile mlipokea Kristo Yesu, enendeni hivyo hivyo katika yeye. Mkatembee hivyo hivyo katika yeye, wenye shina na wenye kujengwa katika yeye, mkiwa mmewekwa mizizi na mwenye jengwa katika yeye, mmefanywa imara kwa imani na mmefanywa imara kwa imani, kama mlivyofundishwa, mkizidi kutoa shukurani. Mkiendelea kutoa shukurani. Wacha nisome na Kizungu ndio tuelewe, ndio tusikie tena. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your life in Him. Uendelee kukaa maisha yako ndani yake, rooted and built up in Him, strengthened in faith as you were taught, and overflowing with thanksgiving. Bwana asifiwe. Kama vile tulivyo mpokea Yesu Kristo, tukaendelee kuishi vile vile. Bwana asifiwe. Yesu anatuhimiza tukaweze
Haleluya! Tukiwa na mizizi ya Bwana, tukiwa maji tunapovuna, tunavuna kutoka mto wa Bwana. Tukiwa chakula tunayokula katika imani, tunakula katika mtiririko wa Bwana. Bwana asifiwe. Na anasema tukikaa pale, tutakuwa na sehemu nzuri ya kuwa tunawaachilia baraka nyingi, tunawaachilia shukurani nyingi mbele za Bwana, kwa sababu tunapokaa pale na kuwa na nguvu pale na kujengwa pale, tunapokea kitu kinaitwa overflow of worship. Tunaanza kumtukuza Mungu, maana ndani yetu kuna bubujika wema wake, kuna bubujika ukuu wake, tunabubujika sehemu ya baraka zake, na kwa hivyo tunaendelea kwa tunapokea ukuu mkubwa na tunaishi katika mapenzi yake na nguvu zake, kwa sababu katika uwepo wake kunakuwa na nguvu nyingi na furaha nyingi katika jina la Yesu. Na kwa hivyo tunahimizwa ya kwamba vile tulivyompokea tukajijenge pale, tukaishi pale, ili tukazidi kupokea wema wake katika jina la Yesu. Na kwa hivyo katika Yesu tuna yote. Katika Yesu kuna milango iliyofunguliwa. Katika Yesu una access ya nguvu za Bwana. Ukiwa weak una access ya kuitisha nguvu. Ukiwa mgonjwa una access ya kuitisha uponyaji. Bwana asifiwe. Kwa sababu kwake yeye ni baba yetu. Na kwa hivyo Biblia inatuambia tusipungukiwe na neema yake. Tuzidi kujijenga na kutembea pamoja na Yesu, tukishauriwa kwa Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo watu waliojengwa, waliomwamini Yesu ni taifa la Bwana, ni watu wanayetamarakiwa na Mungu. Kiongozi wao ni Bwana, mfalme wao ni Mungu, maurithi wao ni Bwana. Na kwa hivyo hakuna kudhoofika, hakuna kukosa nguvu, hakuna kuona kama tumewaachiliwa, kwa sababu Mungu yuko pamoja nasi. Na watu wanapojua ya kwamba urithi wao ni mkubwa, nguvu zao ni kubwa, haleluya, wanaweza kuingia vitani na kupokea baraka zao katika jina la Yesu. Watu wanapokaa pamoja na kujua tukiwa vile tuko hatuwezi kushindwa, tukiwa vile tuko tuna kila kitu kinachohitajika, hakuna nyumba inaweza kwenda chini. Bwana asifiwe. Mpendwa akijua hata nikiwa weak, in God I'm strong. Bwana asifiwe. Nikiwa gizani, mwanga wa Mungu unapenya hadi gizani. Yesu alipoenenda kaburini, wakati alikufa msalabani, hata giza haingemweza, maana yeye mwenyewe alikuwa nuru. Na wakati unaingia katika watu walio ndani ya nuru ya giza, wewe unafanyika nuru yao katika jina la Yesu. Kwa hivyo nataka kukumuhimiza mpendwa, wewe una nguvu tosha ya kusimamisha mahali popote unaenda. Wewe una uwezo wote kwa kufanya jambo ile unayostahili, kwa sababu una nguvu za kuendelea mbele za baba yako. Na Yesu na Roho Mtakatifu anasema hata kama haujui ni maneno gani utaweza kuenena mbele za Bwana, haleluya, Roho Mtakatifu atakunenea. Bwana asifiwe. Kwa sababu kila wakati yeye anaintercede before God for you. Bwana asifiwe. Kila wakati anakubunjika mbele za Bwana kwa sababu yako. Na kwa hivyo tukiwa na Yesu tuna kila kitu tunayohitaji. Tukiwa na Yesu tuko na nguvu ile tunayohitaji. Tukiwa na Yesu hakuna vita inaweza kutuangusha, hakuna njaa inaweza kutuangusha. Na haya maneno yote yaliyo mbele yetu, tuna kitu moja tuko nayo, tuko na Yesu, na kila kitu tunayohitaji kitaweza kusimama, kwa sababu kuna nguvu ya kuwezesha kusimama namna hiyo. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo siku ya leo nataka tujitie nguvu. Siku ya leo nataka tutafakari ni kitu gani kilicho ndani ya mioyo yetu. Siku ya leo nataka tutembee katika ufalme wa Bwana tulioridhiwa na Mungu, tukaweze kuitisha kile kitu tunayohitaji, kwa sababu mwenye ufalme ni baba yetu, mwenye kila
baraka ni baba yetu, mwenye ana kile tunahitaji ni baba yetu. Ninajua kuna watu walio wanyonge, na ninataka nikwambie kwa Bwana, ukiwa mnyonge, tell those who are weak that they are strong. Bwana asifiwe. Nataka kuitisha nguvu za Bwana. Na kwa hivyo wakati huu tutaenenda kwa baba yetu. Wakati huu tutasimama katika malango ya ufalme wa Bwana, na tutaangusha kila miamba iliyosimamishwa na Shetani, na tutavunja kila milango Shetani aliyofunga ikaweze kufunguka. Kila wagonjwa siku ya leo watatembea, kwa sababu Bwana ndio mwenye kuponya na ndio baba yetu, na tumeambiwa na maandiko ya kwamba we have access of the kingdom. Bwana asifiwe. Tutanenea ufalme wa Mungu, maana sisi ni wana wa ufalme wa Bwana. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo siku ya leo, maana anasema hakuna mtumwa ama yule mwenye aliyoachiliwa. Tutasimama sisi zote, hakuna Myahudi wala Myunani. Tutaenenda kama watoto wa Mungu. Hakuna mke wala mume, tutaenenda kama wana wa Mungu. Bwana asifiwe. Kitu moja ninayefurahia, tunapoita Bwana tunamuita kwa sauti moja, maana tumeshikanishwa kwa damu ya Yesu, na tukaishirianishwa na Kristo aliye Bwana ndani ya maisha yetu. Na kwa hivyo ningetaka tusimame, tuwe na wakati wa kusimama katika jina la Yesu. Haleluya. Nataka tutembee katika mamlaka ya Bwana. Nataka uhisi ya kwamba hakuna ufalme mwingine kama ufalme wa Mungu. Hakuna kila ufalme mwingine kama Bwana. Na wewe chochote unayehitaji siku ya leo, hakuna mtu mwingine anaweza kukupa ila Bwana. Na wewe anakwambia siku ya leo, maana wewe umefanyika mwana. Wewe sio mtumwa tena. Ukiniita nitakusikia. Ukiniita, ukigonga mlango nitakufungulia. Ukiniomba nitasikia maombi yako. Nataka tusimame na miguu yetu. Nataka sasa uite Mungu kwa mamlaka yote, maana ni baba yako. Nataka ufunge milango yote iliyofunguliwa na Shetani nyumbani kwako ya magonjwa, kwa sababu wewe sio mtumwa tena wa magonjwa. Wewe umebadilishwa. Hema ile ilikuwa ya ugonjwa, Bwana ameivunja, na sasa amekujenga hema ya ukombozi. Amekujenga hema ya urithi wa Bwana. Amekujenga hema ya furaha ya Mungu. Nataka unene ukiwa katika hema ya ukombozi, hema ya nguvu za Bwana, ili ukanenee baraka zako, ili ukanenee kuinuliwa kwako katika jina la Yesu. Waliokuwa wakashetani ni mwongo, maana hakujua ya kwamba wewe utaelewa ya kwamba urithi ni wako. Wewe utaelewa ya kwamba nguvu ni zako katika jina la Yesu. Na kwa hiyo siku ya leo tukaitishe kuinuliwa, tukaitishe kubarikiwa, tukaitishe mipangilio yote ikafikiane katika jina la Yesu. Nataka tumwambie Shetani hana mamlaka juu ya kila mishona katika jina la Yesu. Tumewaachilia nguvu za Mungu, tumewaachilia baraka za Bwana. Chochote Mungu aliyekusudia kwa sababu yake na nguvu za Roho Mtakatifu na upendo wake kitatimia kwa kusudi lake katika jina la Yesu. Tunamuita maana yeye ni baba yetu. Tunamuita maana yeye ni mfalme wetu. Tunakuita Jehova, ukaenende nasi. Wewe kama vile mwimbaji alisema, wewe ni nyota yake ya asubuhi. Anapotembea unamwangazia asubuhi. Sisi Bwana, wewe ni nguvu zetu. Hatutembei bila nguvu, hata tunatembea na nguvu zako katika jina la Yesu. Linda maisha yetu Bwana. Asante kwa kutupenda. Asante kwa kutushikanisha na nguvu zako. Asante Bwana kwa kutuunda na kututengeneza upya. Asante kwa kututoa kwenye majaribu. Asante Bwana kwa kutuwisha neema. Asante Jehova kwa kutuosha na damu ya mwanao Yesu Kristo. Asante Bwana kwa kutushikanisha pamoja nawe. Tunashukuru wema wako. Tunashukuru baraka zako. Tunashukuru ushindi wako Bwana. Tunashukuru ukuu wako Jehova. Asante kwa kutujali. Asante kwa kutupenda. Asante kwa kutuwaza mema. Mungu wa uzima, tunakushukuru. Ukabariki watoto wetu uliotubariki nao. Ukabariki familia zetu ulipotubariki nazo. Asante maana unabariki nyayo za miguu yetu.
jina letu, unatubariki, unatupenda katika jina la Yesu. Ndiposa ulisema ndio nikamtoa mwanae, mwana wangu Yesu Kristo, kwa sababu niliwapenda, kwa sababu niliwajali, kwa sababu nyinyi ni wana wangu, sababu nyinyi ni wa ufalme wangu. Na mkutukuze Bwana kwa kutupenda, na kutukuza Bwana kwa kutujali, na kutukuza Bwana kwa kutujenga upya, na kutukuza Bwana kwa kutupatia kibali, na kutukuza Bwana kwa kuenenda pamoja nasi. Asante Mungu kwa wema wako, asante kwa hakikisho ya kwamba tutashinda, asante kwa uhakikisho ya kwamba tutabarikiwa, asante kwa hakikisho ya kwamba tumebadilishwa katika jina la Yesu. Pokea nguvu, pokea utukufu, kwa maana wewe ni Bwana, katika jina la Yesu. We bless you, we bless you. Nataka ubariki watoto wako katika jina la Yesu. Nataka ubariki nyumba yako katika jina la Yesu. Nataka ubariki walio wagonjwa katika jina la Yesu. Itisha neema, you have access. Enenda kwa Bwana. Fungua kinywa chako, nenea Bwana. Fungua kinywa chako, nenea Mungu, kwa sababu yeye ni baba yako, kwa sababu yeye ni Mungu wako. Amedhihirisha kuwa ufalme wako, amedhihirisha kuwa nguvu zako. Wewe ni mwana wa ufalme wake, katika jina la Yesu. Nataka uitishe neema, nataka uitishe uponyaji, nataka uitishe baraka na nguvu zote. Ng'ombe Biblia kwa 20 milimani mwa Bwana ni zake. Itisha baraka za kifedha, kwa sababu zote ni zake, katika jina la Yesu. Wewe ni mwana wa Mungu. Enenda kwa Bwana ukiwa na ujasiri, enenda kwa Mungu ukiwa na baraka, ukiwa na tumaini, maana yeye ni Mungu mwenye uzima na baraka, katika jina la Yesu. Tukiwa tunaendelea namna hiyo, nataka nimwalike apate niamalizie ili tuweze kubarikiwa, na najua ya kwamba Bwana atatubariki katika jina la Yesu. Nataka ufungue kinywa chako, itisha kila baraka